cha wananchi CUF Tanzania bara na Zanzibar yahusu ombi la kuitisha mkutano mkuu wa dharura. Tafadhali husika na somo tajwa hapo juu. Sisi wajumbe wa mkutano mkuu wa taifa wa CUF chama cha wananchi tuliorodhesha majina yetu na saini zetu zilizoambatanishwa katika barua hii, tunaliomba Baraza Kuu la Uongozi la Taifa liitishe mkutano mkuu wa dharura wa kurudia uchaguzi wa nafasi ya mwenyekiti wa chama taifa, makamu mwenyekiti wa chama Zanzibar na makamu mwenyekiti wa chama Tanzania bara kama ilivyoelekezwa na msajili wa vyama vya siasa kupitia barua yake ya tarehe 13 Februari 2026 yenye kumbukumbu namba 322/362/14A/50. Ombi hili linatokana na msingi wa katiba yetu ya chama ibara 77(2) kwenye mabano na ibara 77(3) kwenye mabano, ambayo inaeleza kwamba kwanza ibara 77(2) na nukuu, mkutano mkuu wa dharura unaweza ukaitishwa na Baraza Kuu la Uongozi la Taifa endapo itatokea sababu muhimu na nzito itakayofanya ulazima wa kuitishwa kwa mkutano mkuu huo. Na vile vile pili, ibara ya 77(3) kwenye mabano inaeleza kwamba kikao cha dharura cha mkutano mkuu wa taifa kitafanyika pia pale ambapo zaidi ya nusu ya wajumbe wake kutoka Zanzibar na zaidi ya nusu ya wajumbe wake kutoka Tanzania bara watataka kwa maandishi kupitia Baraza Kuu la Uongozi la Taifa kuitishwa kwa kikao hicho cha mkutano mkuu. Mwisho wa kunukuu. Kwa kuzingatia uzito wa uamuzi huu wa msajili wa vyama vya siasa nchini wa kubatilisha uchaguzi wa nafasi ya viongozi wa juu wa chama chetu na kututaka turudie uchaguzi wa nafasi hizo, na kwa kuzingatia umuhimu wa uwepo wa viongozi hao katika chama, tunaliomba Baraza Kuu la Uongozi la Taifa liitishe mkutano mkuu wa taifa wa dharura kama ilivyoelekezwa kwenye katiba ya CUF ibara ya 77(4) kwenye mabano. Ni matumaini yetu kwamba ombi hili litapokelewa na kufanyiwa kazi haraka iwezekanavyo. Asante wako katika ujenzi wa chama, wajumbe wa mkutano mkuu wa taifa, chama taifa, CUF chama cha wananchi. Majina yameambatanishwa na saini zao. Jina langu naitwa Musa Bakari Mbaruku. Majina ya wajumbe wa mkutano mkuu ambao wameleta barua hii yapo hapa, kama mnavyoona yameambatanishwa haya. Haya. Yapo ya kila wilaya. Hapa ni upande wa Zanzibar. Haya magharibi A upande wa Zanzibar na yako bara kutoka hii wilaya Chake Chake Pemba. Hii Lindi. Majina yako zaidi ya 300. Naendelea sio zaidi ya 300. Hii Dar es Salaam. Miraji Mtibiriko na wenzake. Ha? Tosha. Barua hii inatoka ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, viwanja vya 88, address 2851 41220 Dodoma, nayo ni tarehe 16 Februari. Malalamiko yahusu malalamiko ya Bwana Dauda Hassan Kasigwa na wenzake kupinga kuvuliwa wanachama. Hawa ni wale wajumbe wa Baraza Kuu waliofukuzwa wanachama. Naomba mrejee swala taja hapo juu. Napenda kuwaarifu kuwa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa imefanyia kazi malalamiko yaliyowasilishwa kwa msajili wa vyama vya siasa na Dauda Kasigwa, Yasin Mrotwa, Abdalla Dadi Ubwa, Faki Suleiman Mohamed, Rashidi Ali Hamad, Yusufu Ali Musa na Mohamed Nasor Hamad
kupinga kuvuliwa wanachama wa kikao cha Baraza Kuu la Uongozi la Taifa CUF cha tarehe 6 Agosti 2025 baada ya kuchambua maelezo ya pande zote mbili, yaani walalamikaji na majibu ya uongozi wa CUF kupitia sheria husika ikiwemo sheria ya vyama vya siasa sura ya 258 ya mwaka 2023, katiba na kanuni za chama cha CUF, chama chetu. Msimamo wa msajili wa vyama vya siasa ni huu ufuatao: A. Hakuna sharti katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 77 wala sheria ya vyama vya siasa sura 258 au sheria nyingine za nchi yetu inayoeleza kuwa mwanachama wa chama cha siasa anapokuwa na malalamiko yanayokihusu chama chake lazima yawasilishe ndani ya chama, au mwanachama wa chama cha siasa anapokuwa na malalamiko yanayohusu chama chake lazima awasilishe ndani ya chama hadi afike ngazi ya mwisho ndipo akalalamike nje ya chama. Barua hii inaendelea, inasema hivyo walalamikaji wanayo haki ya kuwasilisha malalamiko kwa msajili wa vyama vya siasa kuhusu kufukuzwa wanachama hata kama wamewasilisha au hawajawasilisha rufaa ndani ya chama, kwa sababu msajili wa vyama vya siasa anayo mamlaka ya kushughulikia malalamiko yote kuhusu ukiukwaji wa sheria za vyama vya siasa, katiba na kanuni za chama cha siasa kwa mujibu wa kifungu cha 4(5) kwenye mabano A na kifungu 9(2) kwenye mabano na kifungu cha 11 kwenye mabano 5 cha sheria ya vyama vya siasa sura ya 258 ya 2023 bila kujali mchakato wa ndani ya chama wa kushughulikia malalamiko. Mheshimiwa, ukisoma hitimisho ya hiyo barua yote, maana ukisoma yote hayo yanatusumbua sisi. Wewe soma hitimisho linasemaje? Msimamo wa msajili. Basi mchakato wa kuchukulia hatua za kinidhamu walalamikaji kiuka kifungu cha 9(2) na 11(5) kwenye mabano cha sheria ya vyama vya siasa sura ya 258 ya 2023 na ibara 102(1) kwenye mabano na 103(c) ya katiba ya CUF toleo la 2019 na kanuni ya 7.2 ya kanuni ya uendeshaji wa chama cha CUF mwaka 2022. Hivyo ni batili kwa sababu malalamiko dhidi yao ya utovu wa nidhamu hayakuwasilishwa katika kamati ya maadili na nidhamu ili yafanyiwe kazi, na walalamikaji hawakupewa tuhuma zao kwa maandishi na hawakupewa fursa ya kujitetea kama ambavyo katiba na kanuni za CUF zinaeleza. Maelezo ya kina kuhusu malalamiko yaliyowasilishwa, majibu ya malalamiko hayo kutoka kwa uongozi wa CUF na uchambuzi wa hoja za pande zote mbili yameambatanishwa pamoja na barua hii. Kwa hiyo kufukuzwa kwao kulikuwa ni batili. Imesainiwa na msajili wa vyama vya siasa Mheshimiwa Sisti L. Nyahoza. Lakini pia kuna barua nyingine ambayo hii ya kuengua uongozi ambao ulikuwepo ngazi ya taifa. Kabla ya hiyo unaweza kusummarize kidogo kwa kutazama kamera, maana ulikuwa unainama chini summarize. Nasema barua hii iliwarudisha wenzetu hawa ambao walifukuzwa, wajumbe wa Baraza Kuu 7 walifukuzwa katika wanachama. Barua ya msajili imeeleza kwamba kufukuzwa kwao kulikuwa ni batili kwa sababu kwanza hawakupewa nafasi ya kuandika maandishi ya kujieleza na kujitetea, lakini hata kwa kusikilizwa. Kwa hiyo msajili ameangalia sheria ya vyama vya siasa, ameangalia kanuni ya uendeshaji chama cha CUF, lakini akaangalia pia katiba ya CUF. Ndio amesema kwa mujibu wa vifungu vilivyovitaja basi kufukuzwa kwao kumekuwa ni batili. Kwa hiyo ina maana wamerejeshwa tena wanachama wao, alafu wamerudi tena kwenye Baraza Kuu la Uongozi la Taifa. Kwa hiyo hizi sherehe zinazofanyika hapa ni pamoja na kuwapokea wenzetu walikuwa ambao wamefukuzwa. Lakini pia ipo barua hapa ambayo inahusu ulalamikaji kwa wenzetu wale ambao walishiriki katika uchaguzi, ambao hii nayo ilitengua uongozi wa juu wa mwenyekiti na makamu wake wa bara na visiwani pamoja na katibu mkuu na manaibu katibu mkuu. Hii inasema tu malalamiko kuhusu ukiukwaji wa sheria ya vyama vya siasa, katiba na kanuni za chama chetu cha The Civic United Front CUF katika uchaguzi mkuu wa viongozi wa kitaifa uliofanyika tarehe 18 na 19 Desemba 2024. Kama mlivyosema kwamba tuangalie pointi muhimu na hitimisho, hivyo chaguzi zote zilizofanyika katika mkutano mkuu wa CUF tarehe 18 na 19 Desemba ambazo hakuna mgombea aliyepata zaidi ya kura ya nusu ya kura zilizopigwa zilipaswa kurudiwa, na kwa kuwa hazikurudiwa waliotangazwa kuwa ni washindi, ushindi wao ni batili. Chaguzi hizo ni pamoja na za uchaguzi wa mwenyekiti wa taifa,
uchaguzi wa makamu mwenyekiti Zanzibar na uchaguzi wa makamu mwenyekiti bara, ambapo muhtasari wa mkutano mkuu huo unaonesha bayana kuwa hakuna mgombea aliyopata zaidi ya nusu ya kura zilizopigwa. Kwa msingi huo, kwa mujibu wa kifungu cha 4(5) kwenye mabano na A cha sheria za vyama vya siasa na kanuni ya 31 kwenye mabano 3 ya kanuni za usajili, usajili wa ufuatiliaji wa vyama vya siasa ya mwaka 2019, msajili wa vyama vya siasa anaelekeza chama cha siasa CUF mrudie uchaguzi huo kama ambavyo kanuni za uchaguzi za chama ndani ya chama za CUF toleo la 2018 zinavyoelekeza. Maelezo ya kina kuhusu malalamiko yaliyowasilishwa, majibu ya malalamiko hayo kutoka kwa uongozi wa CUF na uchambuzi wa hoja za pande zote mbili yameambatanishwa pamoja na barua hii. Nashukuru kwa ushirikiano wenu. Kwa hiyo waheshimiwa wanachama na waandishi wa habari, kuanzia sasa maana yake chama kinakuwa hakina uongozi. Maana yake kitakuwa kiko chini ya uongozi wa baraza kuu la wajumbe wa baraza kuu. Na kupitia haya ambayo yamejitokeza, sisi tuseme tunamshukuru msajili wa vyama vya siasa Mheshimiwa Jaji Mutungi, lakini na msaidizi wake pia Bwana Sisti Nyahoza na wataalamu wengine wa ofisi ya msajili kwa namna ambavyo wametoa ushirikiano kwa chama chetu, lakini pia namna walivyowapokea wale wajumbe wenzetu 7 waliofukuzwa, lakini pia wale ambao waligombea na wakaona kanuni zimekiukwa za uchaguzi ndani ya chama, na maamuzi yaliyotolewa nafikiri yatakuwa yametoa jibu na yamekata kiu za wanachama ambao walikuwa siku zote wakisokotwa, wakikereketwa na kuona kwa nini chama chetu kimekuwa na migogoro isiyoisha. Mimi naamini kuanzia hapa wale wote ambao wanania kuiona CUF inasonga mbele wataunga mkono uongozi ambao utakuwa unaendesha shughuli za chama mpaka pale uchaguzi wa marudio utakapofanyika. Lakini vile vile pia tunashukuru sana wale wanachama ambao tumekuwa nao pamoja katika kuandaa urudiji wa sisi hapa kwenye ofisi yetu ya makao makuu, kwa sababu tunajua kuanzia sasa pia chama, kwa sababu wajumbe wa baraza kuu wote hawakai Dar es Salaam, lakini pana kitengo cha ulinzi, wao ndio ambao pia tutakabidhiana baadhi ya majukumu ili kuona shughuli hapa hazisimami. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba kwa kufikia hapa leo hii, nyinyi waandishi na wanachama mtakuwa ni mashahidi kwamba CUF inarudi katika enzi zake. Hatutaki kuona kuna migogoro na sintofahamu za hapa na pale, lakini tunaomba tu wale wenzetu ambao wajumbe wa mkutano mkuu popote walipo wajitayarishe kwamba baada ya hapa, wakati wowote, tumesema wajumbe wa baraza kuu walioko nje ya Dar es Salaam mpaka Ijumaa wao wameshafika hapa, ili tuweze sasa kujibu kiu ya wajumbe wa mkutano mkuu waliotaka kwamba baraza kuu liandae mkutano mkuu wa taifa kwa ajili ya kurudia uchaguzi. Kwa hiyo tunawaomba wajue wakati wote kuanzia sasa uchaguzi utatangazwa wa marudio, lakini wajumbe mpaka kufikia Ijumaa tutakaowepo hapa ili wakutane na baraza kuu la uongozi la taifa, ili tuanze kupanga mipango sasa ya kuelekea uchaguzi wa marudio na chama chetu kisisimame, kianze shughuli kama kawaida. Wanachama wa CUF mimi nasema wana akili timamu. Haiwezekani ukafanya kosa, kwa sababu Waswahili wanasema kosa sio kufanya kosa, kosa ni kurudia kosa. Kwa hiyo tuamini tutapata viongozi makini, viongozi wazuri ambao kwanza watafuata kanuni za uchaguzi. Hawa waliokuwepo mimi naweza kusema wenyewe nafikiri baadaye walikiri kwamba hapa pana taratibu zilikiukwa. Isipokuwa tabia ya binadamu akishajiona kashinda anabidi auchune, lakini mimi nasema kwa kurudia uchaguzi, kwanza tume ile ya kusimamia uchaguzi itabidi iwe makini, lakini tutazingatia haki, lakini tutafuata katiba na kanuni zetu za uchaguzi, kwa sababu haya ambayo yamepelekea mpaka msajili akatoa ufafanuzi yalizungumzwa siku ya uchaguzi, lakini kwa bahati mbaya kamati ile iliyosimamia uchaguzi ikawa imetia pamba masikioni ya wasikii. Matokeo yake ndio haya sasa. Naitwa Yasini Joseph Mrotwa, ni mjumbe wa baraza kuu kutoka kanda ya Nyanda za Juu Kusini kutoka Mbeya. Ndio katika wajumbe 7 ambao tulirejeshwa na msajili baada ya mheshimiwa mwenyekiti wa chama hichi kukiuka utaratibu wa kufukuza watu. Kwa hivyo nazungumza haya kwa ufupi sana kwamba mpaka dakika hii ninapozungumza hatuna naibu katibu mkuu katika chama hichi. Hatuna mwenyekiti, hatuna makamu mwenyekiti kwa mujibu wa katiba na utaratibu huu. Na hii nataka niwakumbushe sana hao wenzetu ambao watakuleta kidogo kuleta fulani. Msajili wa vyama vya siasa ni mlezi wa chama wa vyama vya siasa vyote. Na utaratibu huu tumekuwa nao, tunafahamu kwamba msajili wa vyama vya siasa ni mlezi wa vyama vyote.
Kwa hiyo kimsingi kuto kuheshimu maamuzi ya msajili ni kuvunja sheria. Hilo la kwanza. Lakini la pili, lazima tukumbuke Profesa Ibrahim Lipumba, wakati kuna mvutano na Maalim Seif, maamuzi ya msajili ndio aliyotumika kumrejesha Profesa Ibrahim Lipumba hapa ofisini. Kwa hivyo kimsingi watapokuwa wao wanajaribu kufanya dharau ya kudharau maamuzi ya msajili, hilo ni kosa kisheria. Kwa hiyo kimsingi naombeni tuwaeleze, kwa muda huu tunasubiri baraza kuu lifike. Ofisi itakuwa chini ya walinzi wa chama. Hakutakuwa na mtu yoyote anaweza kutoa maamuzi yoyote humu ndani na maagizo yoyote mpaka baraza kuu lifike siku ya Ijumaa. Tutafanya baraza kuu kwa pamoja na kutoa maamuzi na msimamo mzima wa chama. Kwa hivyo kimsingi na waombeni muelewe, hakuna plesi, hakuna chochote kitakachoendelea humu ndani zaidi ya walinzi kusimamia chama chetu, na kwa mujibu wa katiba yetu walinzi ndio walinzi wa mali ya chama na ndio walinzi wa mambo yote yanayohusu chama. Na uamuzi huu mmeupokeaje kama wanachama? Uamuzi uliotolewa na msajili mmeupokea? Tumeupokea kwa shangwe kwa sababu haki haikuwepo. Huwezi kushinda uchaguzi na 36%. Watanzania wanaamini na Watanzania wengi wanajua kwamba uchaguzi huu haukuwa halali, kwa sababu mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ambaye alipitishwa na yeye mwenyewe, mheshimiwa aliyeshinda, alikuwa ameamua kuikanyaga katiba. Ndio aliyetufikisha hapa tulipofika leo. Huwezi kumpa ushindi mtu na 36%. Haiwezekani. Na wajumbe 7 wamendufukuza. Tumefukuzwa kikao tarehe 6, tarehe 7 asubuhi tunafukuzwa. Hatujahojiwa, hatujajieleza, hatujafanya chochote. Yaani mmefanya ubabe juu ya ubabe wenyewe. Kwa hivyo kimsingi naombeni waandishi wa habari, tunawashukuru sana kwa haya yote mliosikiliza. Tunashukuru sana kwa kutusikiliza. Asante. Jina langu Daud Hassan Kasigwa. Na zile barua zote ambazo zinasomwa zinatajwa na msajili zimekuwa zikitumia jina langu mimi pamoja na wenzangu. Kwani miongoni mwa watu ambao tulifukuzwa kwenye chama tofauti na utaratibu ulikuwa ukiukwaji wa katiba ya chama na kanuni za chama, lakini na kanuni za uongozi za uendeshaji wa vikao za chama. Kwa hiyo tunamshukuru msajili kwa kuheshimu demokrasia, lakini pia kuzingatia katiba na sheria za nchi yetu. Ni haki ameitenda na ametuonesha kwamba huyu ni mlezi mzuri, kwa sababu demokrasia ameisimamia na haki ameitenda. Lakini lingine ambalo tunaweza tukasema mbele yenu kama wenzangu walivyotangulia, maana yake barua zote zimeonyeshwa na zote barua ziko kwenye mitandao, lakini nyinyi waandishi wa habari mmeziona. Hili halipingiki wala hakuna mtu ambaye amekuja kufanya zogo. Ni maelekezo ambayo yametolewa ndani ya chama na yatakiwa yasikilizwe, na msajili siku zote lazima asikilizwe, kwa sababu ndio anasimamia sheria na asimamia vyama vya siasa. Kwa hiyo kama mtu yote akitokea kama hawezi kuheshimu matakwa na maelekezo ya msajili wa siasa, atakuwa na jambo lake lingine, na kama angelikuwa na jambo basi alitakiwa kwenda kwake ili apate ufafanuzi. Kwa hiyo tunachokishauri, tunawaomba wanachama watulie, lakini pia wanachama wapokee kuwepo kwetu sisi, lakini pia wakubali maamuzi ya kisheria ya utenguzi wa viongozi wakuu, mwenyekiti na makamu mwenyekiti, kwa sababu msajili wa vyama vya siasa amezingatia kanuni ya chama, amezingatia katiba ya chama na kanuni za uongozi wa chama, lakini pia amepima uzito kulingana na mashahidi aliyowahitaji. Hii hawa wenzetu wengine upande mwingine wanasahau, lakini miongoni mwa watu waliolalamika ni makamu mwenyekiti wa chama ambaye alikuwa ni miongoni mwa walioshindana, lakini mwingine alilalamika ni katibu mkuu. Kwa hiyo hata kama watasema sababu nyingine na mheshimiwa Rwakatari, kwa kama sababu nyingine, maana yake watakuwa na sababu nyingine ambazo wanataka kukizofisha chama. Sisi kama wajumbe wa baraza tunawaomba wanachama na pia tunawaomba wajumbe wa baraza mara walipo wengine wafike Dar es Salaam ili tuweze kuendesha shughuli hizi kwa pamoja. Asanteni sana.